Uchambuzi pia unaonyesha kuwa sehemu ya gharama zisizo za kodi, yaani miundombinu ya ndani ya usambazaji, yaani visivyo vya kikodi, ni takribani 4%. Kwa hiyo ukijumlisha ile 31% na 4%, kwa kuna karibia 35% ambazo zinachukuliwa kwenye haya mambo ya logistic, usafiri wa ndani na tozo mbalimbali. Kwa lugha rahisi kabisa, mzigo mkubwa unaoweza kujadiliwa kisera hauko kwenye usafirishaji peke yake au gharama kwenye soko la kimataifa au kupanda kwa gharama za bima na meli. Mzigo mkubwa uko kwenye eneo la kodi na tozo za ndani, na hapa ndipo mjadala wa kitaifa unapaswa kuwa na watu wazima wa takwimu na uwajibikaji, kwa sababu kama 31% ya bei ya mwisho ni mzigo wa kodi, basi mamlaka haiwezi kujificha nyuma ya hoja ya kwamba tatizo lolote duniani. Hapana, dunia inaweza kuleta mshituko, lakini ndani ya bei hiyo mamlaka inachangia kwa kiasi kikubwa kupanda kwa bei. Na hapa kuna ukweli mwingine wa muhimu sana wa kisera. Iwapo mamlaka ingepunguza mzigo wa kodi na tozo japo kwa 10% tu, bei ya mwisho ya mafuta ingeweza kushuka kwa takriban shilingi 382 kwa lita. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Leo kila lisilokuwa na ridhaa ya wananchi, lililopaswa kusemea wananchi na kuwatetea wananchi kwenye masuala haya, linasingizia vita ya Mashariki ya Kati, vita ya Irani na Marekani na upande mwingine Israeli, kwamba ndio vimesababisha upandaji wa mafuta, na inasikitisha sana. Lakini ukweli wa kisera kama nilivyosema unaonyesha kwamba tozo na kodi ni nyingi mno kwenye kila lita moja ya mafuta, ambazo inasababisha mwananchi kupata mzigo huu. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Shilingi 382 chini kwa bei ya petroli. Kwa hiyo kama kwenye kituo cha mafuta tumenunua mafuta kwa sasa shilingi 3,802, ukitoa shilingi 382 unazungumzia shilingi 3,500 kwa lita moja. Hutanunua tena 3,800, utanunua 3,500. Hiyo ni kama umeondoa 10% tu. Ukiondoa 20%, ina maana bei ya petroli na diesel itashuka kwa zaidi ya shilingi 700. Kwa hiyo kwenye kituo cha mafuta tutanunua diesel kwa shilingi 3,100 badala ya shilingi 3,800 tunayonunua sasa. Hivyo hivyo kwenye mafuta ya taa, hivyo hivyo kwenye petroli. Hiyo ni afueni ya moja kwa moja kwa watu wa daradara, na kama watu wa daradara watapata ahueni, maana yake hawatapandisha bei ya nauli ambayo inakwenda kumwathiri mwalimu ambaye mshahara wake haujapanda. Yeye mshahara wake uko pale pale, lakini bei ya kusafiri kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye kituo chake cha kazi inaenda kuongezeka. Kwa hiyo ukipunguza hiyo gharama, haitamwathiri mtu wa daradara, na isipomwathiri mtu wa daradara, haitamwathiri mwalimu, haitamwathiri mfanyakazi wa kawaida anayetoka nyumbani kwake kwenda kufanya kazi kwenye hoteli Mbezi Beach. Kwa hiyo maisha yatakuwa ni ahueni kwa huyu mwananchi.